Ndugu zangu, nimekuja katika eneo hili la Kapsoas, ndugu yangu Rotich na wengine walio hapa, na ndugu yangu Wafula na kina Simiyu mulio hapa. Namsalamia kwa lugha yetu ya Kikalenjin. Ojamake tukul, ojamo tukul. Muno bandu bas, muno tete. Kwa machina mimi naitwa Muhonge. Mimi ni katibu mkuu wa fukufuku la kuleta eneo hili letu Magharibi mwa Kenya pamoja na wakubwa wangu. Niko na wakubwa wangu, wadozi wangu. Mmoja ni Bishop Alumazai anatoka Kururambi, na mwenzake mtoko ni David Elulu anatoka sehemu za Samia kule Busia, na niko na pia treasurer wetu anatoka sehemu za Trans Nzoia anaitwa Julius Kivasi. Tunatembea sehemu hii yote ya Magharibi mwa Kenya kueneza ujumbe huu. Tunataka sisi watu wa Magharibi mwa Kenya tufahamishe umoja, kuwa umoja wetu ndio nguvu yetu. Tujifahamishe kuwa umoja ndio nguvu yetu. Tunataka tuanze kufanya mambo yetu kama watu wa eneo hili la Magharibi mwa Kenya katika umoja, kwa sababu tuna jukumu mbele ya Mwenyezi Mungu aliumba pingu na nchi kubadilia sehemu hii ya Edeni yetu, kwa sababu Edeni iliandikwa katika Biblia vitakatifu, na vitakatifu ndio hii yenye sisi tulizaliwa ndani, yenye hii wewe umeamua kukaa pamoja na sisi. Eneo hili ni Edeni yetu. Mungu aliambia babu yetu Edeni hii akailinde katika mazingira mazuri, mazingira ya amani, mazingira ya upendo, ili viumbe vinapokuja nyuma yetu tuviwajie mazingira ya upendo, mazingira ya amani. Tuwezi kutimiza haja hii ya Mwenyezi Mungu ama itachi Mwenyezi Mungu kama sisi tutakuwa watu wa kusabaratika, kama sisi tutakuwa tunaitwa Waluya, Wakalenjin, Wakikuyu, Wakizii, Wamarakwet. Hatutaweza. Lazima sisi tuangalia kuwa sisi ni binadamu na sisi ni usawa wa Adamu, yule aliyeambiwa na Mwenyezi Mungu alinde ardhi hii na ibadilie katika mandhari mazuri, ili usawa nao kuja ukae katika tumaini la Mwenyezi Mungu na amani ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Jambo hili tuweze kulitimiza kama viongozi wetu watakuwa pamoja, na kama viongozi wetu watakuwa na ufahamu umuhimu wa umoja. Kiongozi yote anakuja katika mambo ya kisiasa kutafuta kazi kwa sababu amekosa kazi ya kufanya. Yeye anatafuta is a job seeker who's looking for an employment within the political system. He might not be the right candidate. Tunataka viongozi wanaenda katika mambo ya siasa, wenye wanataka kuwa wanasiasa, wajua wana jukumu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kulea eneo hili na kulinda katika mazingira mazuri. Nchi yetu hii ya taifa la Kenya saizi imefahamiwa na viongozi wenye hawajui lenye wanakufanya. Hitaji kubwa la viongozi wetu walio katika mambo ya siasa ni kukuza vipaji vya eneo hili na kuelewa eneo hili, mali yenye Mungu aliweka ndani ya eneo hili. Mali ya kwanza katika maisha haya tunaishi ni uhai wa mtu anaitwa mwanadamu. Sisi wanadamu, vipaji tulio navyo, vipaji vya kielimu, vipaji vya michezo na vipaji vya utaalamu mbalimbali, lazima vifufuliwe ndani yetu. Lazima vikuwe activated inside us to be able to sustain and to carry the weight of economic needs of our country Kenya. Tuwezi kuwa ni taifa lenye hata toothpick tunatoa katika mataifa zingine. Tuwezi kuwa ni taifa lenye hata tukianza kuchenga mabarabara zetu tunaomba pesa kutoka mataifa hizo, na hizo wenye wako kwa hiyo mataifa wanakuja kutuchengea barabara. Na sisi tuko na mikono, tuko na macho na tuko na akili. Tunataka viongozi wetu watupeleke katika mali utaalamu upo, wafunze watoto wetu wakuja kutuchengea mabarabara. Tunataka uchumi wa taifa letu la Kenya uweze kupepwa na sisi wenyewe kupitia vipaji vyetu vyenye Mungu aliweka ndani yetu. Utachiri ulio ndani yetu huu lazima uwe na uwezo wa kupepa msiko wa uchumi wa taifa letu la Kenya. Tuwezi kuwa ni taifa lenye nategemea China
kutupea hela na kuja kutuchengea, lenye nategemea IMF kuchukua vitu tulivyo nazo kuzibeleka kule kama security ili watupe hela na tukuje tufanye mambo mengine. Taifa letu hili limepotoswa sana. Tuna tena shida tuko nayo ufisadi. Tunataka moral yetu ama ethics yetu, watu wenye tunakaa tu kukula bila kufanya kazi, tunakuwa mzigo kwa taifa letu Kenya. Na haya yote yanatokana na viongozi wetu, viongozi wa kisiasa, because politics shapes a nation. Economy develops or builds a nation. Culture is a moral teacher, is moral ethics. Mali penye sisi tunapata mafundisho ya vile tunaweza kukaa pamoja ni kupitia culture. Siasa yetu hiyo ni siasa yenye haiwezi kupali ufisadi uendelee katika taifa la Kenya. Iondoe hii mambo ya ufisadi katika taifa la Kenya. Siasa yetu hiyo ni siasa ya kuchenga vipaji vilivyo ndani yetu sisi, viwe na uwezo kuweza kubeba mzigo wa uchumi wa taifa la Kenya. Siasa yetu hiyo ni siasa ya kuinua the moral values of an ethical society. Sio siasa yenye ina support immorality ama values za corruption, values za wizi na ujambazi. Hii ni siasa yenye ina promotion taifa la Kenya. Tumeanza kurudi tena katika minyororo za koloni. Tumeanza tena kuomba na kupika makoti mbele koloni. Koloni yenye tulifunguza mwaka wa 63, 1963. Tena tumeanza sisi mapapu zetu walitoka katika minyororo hizo. Sisi watoto wake, watoto wa mababu zetu, tunataka tena kurudi kwa mkoloni kumupikia makoti. Tumuombe mzaata kuja tuchenga taifa. Na sisi tuna mikono, tuna akili, tuna macho. Sisi sio viwete. Tunataka viongozi wetu they activate the social power, the socio-economic power within us, within the citizens of the Republic of Kenya, to be able to sustain and carry the economic loads of this country without begging. Ndugu zangu vile naongea hivi, eneo hili letu la magharibi Kenya, the western part of Kenya, ni eneo lenye limekuwa mzigo mkubwa kwa taifa letu la Kenya. Watu kutoka eneo hili inatakana kutoka na hesabu ni watu wenye wanatakana hesabu, wanatakana watu wa pili katika taifa la Kenya. We are supposed to be second position. But hii second position, wale walio nyuma yetu wametupita. Ndugu zangu walio katika bonde la ufa wamepita sisi katika uwezo wa kiuchumi. Kwa sababu viongozi wetu ni watu wafifu, ni watu wasembe, ni watu wenye hawana uwezo wa kuweza kutuweka sisi pamoja na kukuza vipaji vilivyo ndani yetu. Saa hii kitu kitokea katika eneo letu la Mlembe, tuseme fanya fundraising within ourselves. We don't have that economic ableness ama economic power kama watu ndugu zetu wa bonde la ufa. Hatuna economic power kama ndugu zetu wa Somalia. Hatuna economic power kama ndugu zetu wa Kisii. Hatuna economic power kama ndugu zetu kutoka katika mlima Kenya. Watu wachache kama Kisii wametushinda. Wapaka wameenda paka eneo la kule USA. Wameinvest kule Minnesota. Na hata wanatawala sehemu za kule. Ndugu zetu kutoka katika ziwa kuu, ndugu zetu wa Chaluo, mpaka mtoto wao amekuwa kiongozi katika nchi kubwa ya Amerika. Sisi hapa hatuna lolote. Na viongozi wetu wengine wanataka kusema anataka kuwa rais, wengine wanasema kutaka kuwa deputy rais. How can you decide talk of being a deputy president of the Republic of Kenya when you don't have that socio-economic power behind you? Lazima ukajue ndugu zangu viongozi wetu, kabla ya kuchiitwa Kenya, lazima ukajue what contribution are you contributing to the fabric of our nation development. The contribution you're contributing must come from your backyard. Mali ulizaliwa. Your contribution, your economic power, what are you contributing? Lazima tukuja tutengeleze eneo letu, tusafishe tuondoe uchafu huu. Tuwe ni watu wenye vipaji viweze kupepa mzigo wa taifa la Kenya. Kufanya Kenya kuombaomba hatutaki. Hii ni aibu kwa taifa letu. Kufanya sisi watu wa Mlembe kuombaomba hatutaki. Ni aibu kwetu. Enye ndugu zangu mlio maeneo hili. Eneo hili ni watu wa Mlembe, sisi watu wa amani. Ndugu yangu Rotich, ndugu yangu Chemtai, sisi ni watu wa Mlembe wa amani.
tushikane pamoja eneo hili. Mtu asikuja kamweka katika vikundi vya Kalenjin, vya Luya, vya Kisii, vya Kikuyu. Sisi ni wamoja, tutoka kwa Mwenyezi Mungu Baba Muumba, na alituambia eneo hili ni eteni yetu, tuipalilia katika upendo, tupate kukuza vipaji vya watoto na kunyuma yetu vipate kupepa misiko ya mahitaji eneo hili. Hiyo ni jukumu la Mwenyezi Mungu. Hiyo ni uchumbe niko nao, na wakati kifika siasa, msungumzane, mupendane, muongee. Furuku na fujo haina bali popote. Sisi we want our leaders to give us what we call divine providence. Hatuwezi kukua katika uoga kwa sababu viongozi wetu wanatumia mtutu wa bunduki ama wanatumia fimbo kukutishatisha sisi. Tunataka hawa watupe provisions, barabara nzuri, elimu nzuri kwa watoto wetu, tupeleke watoto wetu ng'ambo wakasome, elimu nzuri kwa usawa wetu, na hata matibabu nzuri, na hata maji mazuri. Wakitupea haya yote tutafurahia. Tukuza vipaji vyetu vilivyo ndani yetu, vinaweza kupepa misiko ya taifa letu Kenya. Those are the provision, those are the divine providence I'm talking about. We don't have to be intimidated just because of the social position you have. No. Give us divine providence as our leaders. Hayo niko nayo. Vile nilisema kwa majina, amenitwa Muhonge. Muhonge mimi katibu mkuu wa Fukufuku la kuleta watu wetu wa Makrima Kenya pamoja. Ina wakubwa wangu Bishop Masai na David Elulu na Julius Kivasi. Mungu amani awe nanyi, na mbarikiwe sana. Thank you, be blessed all. Thank you.